Chupu kupinduliwa Burkina Faso. Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso imesema imezuia njama kubwa ya kumpindua kiongozi wa utawala wa kijeshi Captain Ibrahim Traore, ambapo inadaiwa kuwa wapanga njama hao walikuwa wakifanya kazi kutoka nchi jirani Ivory Coast. Waziri wa usalama Mahamadou Sana alisema kuwa jaribio hilo la mapinduzi liliongozwa na wanajeshi wa sasa na wa zamani walikuwa wakishirikiana na viongozi wa makundi ya kigaidi. Alisema kuwa mpango wao ulikuwa kushambulia ikulu ya rais wiki iliyopita. Lengo kuu, alisema, lilikuwa kusababisha vurugu kubwa na kuiweka nchi chini ya usimamizi wa shirika la kimataifa. Alitoa kauli hiyo kupitia televisheni ya taifa Jumatatu. Captain Traore, kiongozi kijana anayeungwa mkono na umma. Captain Ibrahim Traore aliingia madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi mwezi Septemba 2022 akimuondoa Jenerali Paul Henri Bamida aliyekuwa ameahidi kurejesha usalama, lakini akashindwa kudhibiti mashambulizi ya makundi ya wanamgambo. Traore akiwa na umri wa miaka 34 wakati huo alikuwa kiongozi mdogo zaidi barani Afrika. Traore na watangulizi wake Traore walipokelewa kwa hamasa kubwa na sehemu ya wananchi, hasa vijana waliomwona kama mzalendo na mkombozi aliyeahidi kuweka mbele maslahi ya taifa, kupambana na rushwa na kuongoza juhudi za kijeshi kukabiliana na ugaidi uliokuwa umekithiri. Tangu alipochukua madaraka amejitahidi kuimarisha jeshi, kubadilisha mikakati ya kiusalama, kuanzisha ushirikiano wa mpya wa jeshi na Urusi, huku akikataa uhusiano wa karibu na Ufaransa. Hatua imepokelewa kwa hisia mseto kimataifa, lakini kwa kuungwa mkono na sehemu kubwa ya wananchi wa Burkina Faso. Lakini pia katika maendeleo ya kawaida ndani ya nchi, kuanzia miundombinu mpaka huduma mbalimbali, kwa miaka miwili kuna tofauti kubwa, akijitahidi pia kuinua sekta za kiuchumi ikiwemo kilimo iliyokuwa imedorora kwa miaka kadhaa. Umaarufu wake na namna anavyokaa, anavaa kijeshi, kutembea na silaha kiunoni au kusalimiana kwa kukunja ngumi, yani anampa mtu tano, kunamweka kuwa kiongozi wa kipekee barani Afrika. Historia ya mapinduzi na changamoto za usalama kwa utawala Traore huko Burkina Faso. Burkina Faso imepitia misukosuko mingi ya kisiasa tangu uhuru wake wa mwaka 1960, ikiwa ni pamoja na mapinduzi ya mara kwa mara. Moja ya mapinduzi yanayokumbukwa zaidi ni yale ya 1983 yaliyomweka madarakani Thomas Sankara, ambaye aliuawa kwa miaka 4 baada ya rafiki yake wa karibu Blaise Compaoré aliyetawala nchi hadi alipoondolewa mwaka 2014 kupitia maandamano makubwa ya wananchi. Kwa sasa nchi iko katika hali ngumu ya kiusalama, ikiwa ni pamoja na mojawapo ya mataifa yanayokumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa makundi ya kigaidi ya kijihadi. Inakadiriwa kuwa zaidi ya 40% ya eneo la nchi limo nje ya udhibiti wa serikali. Katika njama ya hivi karibuni ya kumpindua Traore ambayo ilipangwa kufanyika tarehe 16 Aprili 2025, waziri Sana alisema kuwa wanapanga njama walijaribu kutumia viongozi wa dini na wa mila kushawishi maafisa wa jeshi kuunga mkono mapinduzi hayo. Alieleza kuwa viongozi wa mpango huo walikuwa nje ya nchi, viko Ivory Coast, akiwasema maafisa wawili wa zamani wa jeshi kuwa ndio walikuwa wakiongoza njama hizo. Waziri huyo pia alidai kuwa taarifa nyeti zilizofichuliwa kwa magaidi ilikuwa ni kusaidia mashambulizi dhidi ya raia na wanajeshi, na hivyo kuchochea ghasia dhidi ya serikali ya kijeshi. Wiki iliyopita wanajeshi kadhaa ikiwemo maafisa wawili walikamatwa kwa tuhuma za kupanga njama ya kuvuruga utawala. Ivory Coast bado haijatoa kauli kuhusu madai hayo, lakini serikali ya Burkina Faso imekuwa ikilaumu mara kwa mara nchi hiyo jirani kwa kuwahifadhi wapinzani wake walioko uhamishoni. Madai hayo mapya yanakuja miezi michache tu baada ya serikali kusema ilizima jaribio lingine la kuvuruga utawala mwezi Novemba mwaka jana. Burkina Faso ni pamoja na Mali na Niger, ambazo zote zinatawaliwa na serikali za kijeshi, zimeng'atuka kutokana na jumuiya ya kanda ya ECOWAS na kuanzisha ushirikiano mpya wa kikanda. Vile vile zimekataa mahusiano na Ufaransa na kuanzisha ushirikiano wa karibu na Urusi. Pamoja na mengine, zimekuwa zikikumbwa na changamoto za kiusalama mara kadhaa katika majaribio ya mapinduzi. Asante. Naomba usahau kulike, kushare na kusubscribe hapo chini wa kwanza kupata taarifa nyingine zinazojiri.